Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Israeli pamoja na taifa la Iran, ambapo taarifa zinazotrend kwa sasa kwenye mataifa mbalimbali ni juu ya kile ambacho kinaelezwa uamuzi wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kufanya mashambulizi dhidi ya Iran bila kibali cha bunge. Inaelezwa kwamba ni ukiukwaji mkubwa wa katiba na unaweza kuwa sababu ya kufunguliwa mashtaka. Mwakilishi wa Alexandria Ocasio-Cortez anasema kupitia X, anasema uamuzi mbaya wa rais wa kuishambulia Iran bila kibali ni ukiukwaji mkubwa wa katiba na nguvu ya vita vya Congress. Amehatarisha bila kusita kuanzisha vita ambavyo vinaweza kutunasa kwa vizazi vingi. Ni msingi wa wazi kabisa kushtakiwa, alisema. Rais wa Marekani Donald Trump, kumbuka, yeye amethibitisha mwenyewe kuishambulia Iran. Anasema kuwa Teherani sasa inapaswa kukubali kumaliza mzozo huo. Anasema, nitakuwa nikitoa hotuba kwa taifa katika ikulu ya White House kuhusu operesheni yetu ya kijeshi yenye mafanikio makubwa nchini Iran. Huu ni wakati wa kihistoria kwa Marekani, Israeli na dunia nzima. Iran ni lazima sasa ikubali kukomesha vita hivi. Hapo awali aliripoti kwamba jeshi la anga la Marekani lilifanya shambulio la mafanikio kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran pamoja na Fordo, Natanz na Esfahan. Alibainisha kuwa ndege zote za Marekani sasa ziko nje ya anga ya Iran na ziko salama kuelekea nyumbani. Pentagoni wao walipeleka masuala hayo ikulu walipoulizwa na vyombo vya habari. Wizara ya Ulinzi pia haikujibu ombi la waandishi wa habari kuhusu iwapo Washington iliarifu Moscow mapema kuhusu mipango yake ya kuishambulia Iran au iwapo mawasiliano yoyote yalifanyika kati ya nchi hizo mbili kufuatia operesheni hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shambulio hilo lilihusisha ndege za kimkakati zilizotumwa eneo la ng'ambo la Marekani katika Pacific. Ndege hizi zina uwezo wa kubeba mabomu ya GBU-57 ya Banker-Bust ambayo yameundwa mahususi kupenya malengo ya chini ya ardhi yaliyoimarishwa sana. Na wataalamu wanaamini kwamba aina hii ya silaha inaweza kutumika kwenye shambulio la kituo cha nyuklia cha Iran cha Fordo ambacho kiko chini takriban mita 90 chini ya uso wa dunia. Vilevile Marekani iko tayari kuharibu malengo ya ziada nchini Iran katika muda wa dakika chache ikibidi. Kiongozi wa Marekani Donald Trump amesema kwenye hotuba yake kwa taifa kwenye ikulu ya White House, ikiwa amani haitakuja haraka, tutafuata shabaha hizo nyingine kwa usahihi, kasi na ustadi. Malengo mengi yanaweza kuharibiwa kwa dakika chache. Kulingana na Trump, kuna malengo mengi yaliyosalia nchini Iran, lakini Marekani imeweza kuyashambulia malengo magumu zaidi usiku wa leo. Mwisho wa kumnukuu. Vilevile Marekani na Israeli zilifanya kazi kwa ushirikiano wa karibu dhidi ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump anasema, tulifanya kazi kama timu kama labda hakuna timu iliyowahi kufanya kazi hapo awali, na tumeenda mbali sana kufuta tishio hili la kutisha kwa Israeli, alisema kwenye hotuba yake kwa taifa. Hapo awali Trump aliripoti kwamba jeshi la anga la Marekani lilifanya shambulio la mafanikio kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran pamoja na Fordo, Natanz na Esfahan. Alibainisha kuwa ndege zote za Marekani zilizoweza kufanya mashambulizi huko zilikuwa njiani zinarejea Marekani, lakini amefanya mashambulizi hayo bila ruksa maalum kama zilivyo taratibu za jeshi la Marekani linapotaka kufanya mashambulizi ndani ya taifa nyingine. Jeshi la Marekani limeharibu kabisa vifaa vya kurutubisha uranium vya Iran. Rais wa Marekani anasema alipokuwa akihutubia taifa, usiku wa leo ninaweza kuripoti kwa ulimwengu kwamba mashambulio hayo yalikuwa ya mafanikio ya ajabu ya kijeshi. Nyenzo muhimu za kurutubisha nyuklia za Iran zimefutiliwa mbali na kufutwa kabisa. Muda mfupi uliopita jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi makubwa ya usahihi kwenye vituo vitatu muhimu vya nyuklia katika utawala wa Iran. Kila mtu alisikia majina hayo kwa miaka kama wakijenga biashara hii ya uharibifu wa kutisha. Lengo letu lilikuwa ni uharibifu wa uwezo wa kurutubisha nyuklia wa Iran na kusimamishwa kwa tishio la nyuklia lililoletwa na kiongozi wa serikali namba 1. Vituo vya nyuklia vya Iran huko Fordo, Natanz na Esfahan vililengwa katika mashambulizi asubuhi na kile ambacho shirika la nishati atomic Iran lilivyoeleza kuwa ni maadui. Licha mashambulizi hayo, shirika hilo lilithibitisha kwamba harakati za Iran za kupata nishati ya nyuklia kwa amani hazitasitishwa. Vilevile nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati na wadau wa kimataifa wana wasiwasi mkubwa kuhusu hatua za Israeli na Marekani, kwani kinachoendelea kinaweza kuhatarisha maslahi yao katika kanda hiyo na kusababisha vita vikuu. Chanzo cha Iran kinasema nchi kadhaa za kikanda zimetoa wasiwasi zikihofia kwamba ikiwa hatua za uasi za utawala wa Israeli hazitadhibitiwa, moto unaoendelea sasa unaweza kuzikumba nazo pia. Pia zinahofia vita vinavyodhibitiwa hivi sasa vinavyoongezeka na kuwa mzozo kamili ambao unaweza kuyumbisha eneo zima. Vilevile Israeli inamshukuru Rais wa Marekani Donald Trump kwa uamuzi wake wa kushambulia vituo vya nyuklia nchini Iran. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anasema, kulingana na yeye, hatua hii itabadilisha historia. Namnukuu,
Hongera Trump, uamuzi wako akijasiri wa kulenga vituo vya nyuklia vya Iran kwa uwezo wa ajabu na wa haki wa Marekani utabadilisha historia, Netanyahu amesema kwenye taarifa yake video iliyotolewa na ofisi yake. Na nikwambia Spika wa Baraza la Wawakilishi la Marekani Mike Johnson anaamini kwamba Tehran imekataa mapendekezo ya Washington kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Anasema operesheni za kijeshi nchini Iran zinapaswa kuwa ukumbusho wa wazi kwa wapinzani na washirika wetu kwamba Rais Trump anamaanisha kile anachosema. Johnson aliandika kwenye X, Marekani iliposhambulia maeneo ya nyuklia ya Iran, rais alimpa kiongozi wa Iran kila fursa kufanya makubaliano, lakini Iran ilikataa kujitolea kwa makubaliano ya kutokomeza silaha za nyuklia. Kwa mujibu wa msemaji huyo, mashambulizi hayo ya Marekani yalilenga kuizuia Iran kupata silaha hatari zaidi duniani. Rais Trump amekuwa na msimamo wa wazi kwamba Iran yenye silaha za nyuklia haitavumiliwa, bunge huyo aliongeza. Na CNN imeripoti kinukuu vyanzo kwamba rais wa Marekani Donald Trump hajapanga mashambulizi mengine yote mapya dhidi ya Iran kwa sasa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Trump anatarajia kwamba kufuatia mashambulizi ya Washington dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia vya Iran, Tehran itakubali kurejea kwenye meza mazungumzo na kumaliza vita hivi. Wakati huo CNN inabaini kuwa ingawa Trump anatarajia juhudi mpya za kidiplomasia, jeshi la Marekani katika eneo hilo bado liko tayari kwa kulipiza kisasi endapo Iran ataendelea kuwa mgumu. Na katika kukabiliana na mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia nchini Iran, kamandi ya nyumbani ya Israeli imeweka vizuizi vikali zaidi vya umma. Na kulingana na taarifa kutoka kwenye ofisi ya wanahabari ya IDF, mikusanyiko yote katika maeneo ya umma, shughuli za elimu na uendeshaji wa biashara nyingi bila kujumuisha huduma muhimu hairuhusiwi kote nchini humo hadi ilani nyingine itakapotolewa. Na hiyo yote ni kuhofia kwamba Iran inaweza ikaamua kulipiza kisasi sasa na kufanya mashambulizi mazito kweli. Lakini kumbuka, Iran alisema yule ambaye atakwenda kumsaidia Israeli katika kumshambulia, basi naye pia atamshambulia vilivyo. Jibu gani Iran ataweza kulitoa? Sasa hivi nikwambie kinachoendelea ndani ya taifa la Israeli, ving'ora vinaonekana kulia muda wote vikiwa hadhari au vikitoa tahadhari kwa wananchi kwamba watoke maeneo ambayo wapo. Mzozo unaoendelea kati ya Iran na Israeli lazima utatuliwe kwa njia za amani, kwani ghasia haziwezi kuleta suluhu la kudumu. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi anamwambia mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian wakati wa mazungumzo ya simu. Misri inaona ni muhimu kuanzisha usitishaji mapigano mara moja na kuanza tena mazungumzo ili kufikia suluhu la amani, kwani hakuna suluhu ya kijeshi kwa mgogoro huu, al-Sisi alisisitiza. Kulingana na taarifa iliyotumwa na msemaji wake rasmi Mohamed al-Shinawi kwenye Facebook, Rais al-Sisi pia alilaani kile alichokitaja kama kuongezeka kwa Israeli, akionya kwamba kunaleta tishio kubwa kwa usalama wa kikanda na utulivu wakati wa mvutano huu mkubwa ukiendelea. Na nikwambia, Israeli imepokea taarifa ya awali kutoka kwa Marekani kuhusu mashambulizi yajayo kwenye majengo ya Iran, afisa wa Israeli anasema kupitia ABC News. Ingawa chanzo hicho hakijatoa maelezo maalum yaliyotolewa, ilithibitisha kuwa onyo hilo lilitolewa kabla ya kuanza kwa mashambulizi ambayo yanatarajiwa kuanza. Ingekuwa rahisi kwa wanajeshi wa Iran kushambulia kambi za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati kuliko kushambulia maeneo ya Israeli, gazeti la Al Jazeera la Qatar limeripoti likimnukuu afisa wa ngazi ya juu wa Iran. Anasema kushambulia vituo vya Marekani katika eneo hilo ni rahisi zaidi kuliko kupiga eneo la Israeli. Chanzo kiliambia kanali ya television kikizungumzia uwezekano wa Washington kuingilia kati mzozo huo. Tunaionya kwa dhati Marekani kwamba kuingilia mzozo huo kutahatarisha maslahi yake katika Mashariki ya Kati, afisa huyo alisema. Vilevile Iran imeonyesha nia ya kujadili masharti ya kusitisha mapigano na Israeli, lakini Marekani ikaona jibu la Tehran halitoshi kuanzisha mazungumzo rasmi. Gazeti la New York Times limeripoti likiwanukuu maafisa wawili wa kijeshi wa Israeli. Nini hasa ambacho kitaendelea? Iran atafanya nini? Endelea kukaa nasi. Karibu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mimi ni Rich Voice. Asante.